Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninamshukuru Bwana sana kwa ajili ya siku ya leo. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye Bwana amekuwezesha kwa hapa siku hii ya leo, kwa tunaikaribia siku ambayo tuna historia nzuri ya kuzaliwa kwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Alikuja kwa ajili ya kukamilisha pendo la Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Napokumbuka siku hiyo tunajua ya kwamba kweli Mungu alitupenda na tuko hapa kwa ajili ya kupendelewa na Baba, kupendwa na Baba. Akatufanya kuwa karibu tuliokuwa mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuwa kwetu hapa tunajua ya kwamba ni upendo wa Kristo ama upendo wa Baba ambao leo udhihirisha kwetu kupitia mwanawe alipokuja ulimwenguni kwa ajili ya kutupenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa kwetu hapa tunajua ya kwamba ni upendo wa Baba na hatuna budi kumshukuru. Kwa hivyo ibada ya leo ni ya kushukuru Mungu. Amen. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya hilo pendo alilotupenda nalo. Tunashukuru Mungu kwa kutuokoa. Tunashukuru Mungu kwa kutuhifadhi. Tunashukuru Mungu kwa neema ya wokovu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele kwa Bwana. Haleluya! Ati makofi ya Bwana Yesu tunapigia hapa juu, si ndio? Basi tunapigia hapa juu. Haleluya! Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba ukae kwa kiti chako na chini ya hiyo neema ambayo imejaa mahali hapa, neema ya ajabu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninampenda Yesu sana kwa kunipenda na kuniokoa. Ninamshukuru sana kwa kuendelea kunipatia neema na matumaini ya wokovu ndani yangu. Najisikia kumpenda Yesu zaidi kwa kunihifadhi. Amen. Amekuwa Mungu mwema, amekuwa Mungu mzuri, amekuwa Bwana wa karibu nami sana. Nasikia kumheshimu, nasikia kumpenda, na kila siku namwahidi kwamba nitaendelea kumtumikia kwa uaminifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila asubuhi na mapema naendelea kutengeneza hiyo ahadi kwamba Mungu, nitaendelea kukutumikia, nitakupenda na nitakutumikia kwa uaminifu. Na ninamwamini ya kwamba alivyo mwaminifu yeye, basi atanisaidia pia nami nikawe mtumishi mwaminifu ambaye Mungu ataendelea kupendezwa naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Basi nataka tuingie katika neno la Bwana ambao tunasema ibada yetu leo ni ya kumshukuru Bwana kwa matendo mazuri ambayo ametutendea, kwa neema, kwa msamaha na kutuweka kuitwa wana wa Mungu. Amen. Nataka tusome neno la Mungu ambalo tunasoma katika Zaburi ambayo tunaisoma kuanzia mlango huo wa 100. Tunasoma kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 5. Mlango huo una mistari michache tu kama hiyo 5. Na tunaposoma basi Bwana atakuwa wa kutubariki. Naomba Pastor Peter awe ni kipaza sauti, atakuwa msomaji wetu wa leo na Bwana atatubariki. Naomba tusaidie kusoma Mchungaji Kiambi kwa jina la Yesu. Kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 5, Zaburi ya 100. Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Njooni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni marangoni mwake kwa kushukuru. Nywani mwake kwa kumsifu. Mshukuruni, lihimidi jina lake. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele na uaminifu wake vizazi na vizazi. Amen. Wacha tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante
kwa muda huu ambao umetuwezesha kuwa hapa katika madhabahu haya uliotuchagulia. Ewe Bwana, tunakupenda, tunakusujudia. Asante hata kwa neno hili ambalo Bwana tunataka kulishiriki katikati yetu. Naomba Bwana Roho wako mwema akatusaidie tukapate kulielewa kama ulivyokusudia maishani mwetu, katika jina la Yesu. Akalifuatilie na kulifunua zaidi ndani ya moyo wa kila mmoja wetu kwa jina la Yesu. Wacha Bwana kinywa changu kiwe kama mfereji tu weza kupitisha maji yako matakatifu katika mioyo yetu. Wacha Bwana wewe mwenyewe ukanene kupitia kinywa hiki, ili wewe ukatukuzwe kwa jina la Yesu. Ninaachilia Bwana ibada hii chini ya uweza wako kwa jina la Yesu. Achilia na uwepo wako na Roho wako mwema awezai kutusaidia akawe katika ibada hii kwa siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu awezai kuyafunua mapenzi ya Baba na siri za mbinguni, akayafunue maneno haya ndani ya maisha yetu, ili wewe Mungu ukatukuzwe kwa jina la Yesu. Asante Bwana, maana hakuna wingu lolote la uzito litakalozuia mahali hapa. Tunaliweka chini ya mamlaka ya Kristo katika jina la Yesu, na uwepo wako Bwana utatamalaki katika mkutano huu, katika ibada hii. Yeyote ameingia kwa ibada hii Bwana akahisi kuguswa na wewe, akahisi ukuu wako katika maisha yake, na wacha Bwana neema hii ya kushukuru ikaendelee kuwa ndani yetu kwa jina la Yesu. Nimeomba nikiwa na imani, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tumesoma maandiko haya ambayo Zaburi hii iliandikwa na Daudi, ambaye alikuwa anahimiza sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anapenda ibada. Huyu mtu alipenda kumsifu Mungu, alipenda kumtukuza Bwana siku baada ya siku. Sifa hazingeondoka katika moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa anahimiza ya kwamba tumfanyie Bwana shangwe dunia yote. Bwana Yesu asifiwe. Nasema njoni mbele zake katika kuimba. Na anaposema hivyo anasema tujue ya kwamba Bwana ndiye Mungu wetu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 4 mahali ambapo pana nitia nguvu zaidi, anasema tuingie malangoni mwake kwa kushukuru. Amen. Tuingie katika malango yake kwa kusifu. Yaani Mungu anapendezwa na moyo wa kushukuru, na moyo wa sifa. Huwezi kumsifu Mungu ama huwezi kumshukuru Mungu kama ndani yako hauna sifa katika moyo wako. Na maana mahali palipo na sifa, ukiwa na moyo wa kumshukuru Mungu, ukiwa na moyo wa shukurani, ndani yako kutakuwa na mambo ambayo ni ya kumsifu Mungu kwa sababu ya yale aliyokutendea. Na hata pengine haujayaona yale ambayo ulikuwa na yatarajia, lakini ndani yako kukiwa kuna moyo wa sifa, moyo wa ibada, Bwana ataendelea kufanya yale ambayo ulikuwa unayatarajia hata kama yamechelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kumsifu Mungu ama kwenda mbele za Mungu katika sifa na ibada, Mungu anafurahia ibada kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapokuja mbele za Bwana, moyo wako ujawe na huo moyo wa kutamani kumwabudu Mungu, kumsifu Mungu, kumtukuza Mungu. Na unapomshukuru Mungu na kumtukuza ama kulihimidi jina lake takatifu, Bwana anapouona moyo wako wa shukrani, moyo wa kusifu ukiwa ndani yako, Bwana ataendelea kushughulikia maisha yako, maana Bwana anapendezwa na sifa za mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo huyu anasema ya kwamba tunapoingia malangoni mwake kwa kusifu, tunapoendelea hata tutampata huo moyo wa kumtumikia Bwana kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoenda mbele zake Mungu kwa kusifu na kushukuru, utapata nafasi pia ya kufanya nini? Ya kumtumikia kwa furaha. Amen. Bwana asifiwe.
Kwa maana katika utumishi pia ni ibada kwa Mungu, na Mungu anaipendezwa na ibada ya mtu ambaye amejipeana kwake Bwana kwa moyo wa kupenda na moyo wa kushukuru, wala si wa kulazimishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vyema wakati ambapo tunaja mbele za Bwana ama tunakuja katika ibada na mioyo yetu imejawa na shukurani na kumshukuru Mungu. Na unapopenda kumshukuru Mungu, moyo huo wa kushukuru unaambatana na moyo wa kumtumikia, kwa sababu unampenda Bwana, unapenda kumtumikia, unapenda kumtukuza, na unapenda kufanya nini? Kulihimidi jina lake takatifu, kwa sababu ni Bwana aliyekuokoa, aliyekuleta mahali hapa, na pia aliyekuvuta kwa mkono wake wa nguvu akakuweka mpaka wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapomshukuru Bwana, tuko karibu kumaliza mwaka, na hasa tunaikaribia Christmas. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokumbuka siku za Christmas, tunajua ya kwamba ni wakati ambapo Mwokozi wetu alizaliwa. Na tunaona katika kuzaliwa kwake Bwana Yesu aliachiliwa ama alipewa hiyo nafasi ya kuja ulimwenguni kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Amen. Na wakati ambapo hata siku zake za kukaribia kuzaliwa zimefika, maandiko yanasema ya kwamba walienda kwao wale wakina Yusufu na Mariamu, wakaenda mahali ambapo walizaliwa, watu ambao wanaitanishwa na hao. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofika kule, kukawa nyumba zimejaa wageni, maana ni siku za sikukuu. Amen. Watu walikuwa wanatakikana waende kila mmoja mahali alikozaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona wakati huo, siku za Mariamu ama siku za Yesu azaliwe, nyumba zote zimejaa watu. Hakukuwa na nafasi ya kwamba apate nafasi chumba kizuri. Mariamu ambaye amembeba Mwokozi na amepewa hiyo nafasi ya kwenda katika mji wao akiwa jinsi hiyo, na yeye alikuwa anajua kabisa kile nilichokibeba mimi ni kitakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini watu waliokuwa karibu na yeye, hakuna yule alikuwa anatambua hiyo. Amen. Bwana asifiwe. Lakini yeye mwenyewe alikuwa anajua, nimebeba kitakatifu cha Mungu ndani yangu. Kwa hivyo akawa tu anajua nimebeba kitu kitakatifu. Kwa hivyo ni lazima tu nipate nafasi mahali popote. Hicho kitakatifu cha Mungu kinapokuja, kinakuja kwa wakati unaofaa. Haijalishi ni mahali pa aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana Yesu akaja akazaliwa. Maandiko inasema akazaliwa mahali ambapo ni hori, ni mahali pa kulisha mifugo. Asifiwe Yesu. Alizaliwa mahali ambapo ni kama pa kulisha mifugo, si mahali pasafi. Ni kwa sababu gani alizaliwa mahali pale? Ni kwa sababu akawapata wale ambao walikuwa nao wanaonekana hawajapata heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawafikia wale ambao walikuwa wamekosa kuheshimika. Yesu anapozaliwa mahali pale ambapo panaonekana ni mahali palipodharauliwa, akawapate waliodharauliwa ili wakapatikane katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ambao tulimempokea Bwana Yesu kama sisi, tunastahili kumshukuru Mungu, maana Yesu alikuja kwa ajili yetu, akatupata mahali ambapo palikuwa hata pengine hapafai, lakini kwa upendo wake Mungu ukapatikana. Saa hii unaitwa mwana wa Mungu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Bwana asifiwe sana. Ni vyema kumshukuru Mungu jameni. Bwana Yesu asifiwe sana. Napoenda mbele za Bwana kwa kumshukuru, napomshukuru Bwana siku baada ya siku, unapata huo moyo wa shukurani, na moyo wa shukurani unapojaa ndani yako, moyo wa kulalamika hauna nafasi. Bwana asifiwe sana. Moyo wa kulalamika hautapata nafasi iwapo moyo wa kumshukuru Mungu, wa kumtukuza Mungu,
kwa yale madogo ambayo unayaona ni machache. Unapomshukuru Bwana, unapomtukuza Bwana na kumuhimidi, unaufungia nje moyo wa kulalamika. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kumshukuru Bwana kwa maana ni Bwana mwema na mwaminifu kwetu. Tuangalie mstari mwingine, Zaburi tena ya 92 ama Zaburi 92. Soma mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako, uliye juu. Amen. Kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Ndiyo. Kwa chombo chenye nyuzi 10. Amen. Na kwa kinanda na kwa mlio wa kinubi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ati anasema ni vema, ni neno jema kumshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapomshukuru Bwana, haushukuru tu mdomo mtupu. Huyu akawa anaeleza ya kwamba tunapomshukuru Bwana, maana ni vyema kumshukuru Bwana. Umshukuru Bwana na silaha ama na vitu kama kinanda chenye nyuzi 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwe na kilio ama sauti ya vinanda vinavyoleta sifa kwa Bwana. Amen. Kwa sababu gani? Bwana anastahili kusifiwa, anastahili ibada, anafurahia asikie mioyo ya shukurani ama maneno ya kumshukuru kutoka katika vinywa vyetu, vitokavyo katika vilindi vya mioyo yetu. Kuwe na maneno ya kumshukuru Bwana. Amen. Na tuna nafasi hata ya kuliimbia jina lake kuu. Amina. Bwana asifiwe. Mungu wetu anapendezwa na sifa za mioyo yetu. Mungu wetu anafurahia mioyo iliyo na shukurani. Mungu wetu anafurahia ndani ya mioyo yetu kuwe na chemichemi ya ibada, ya nyimbo za sifa ambazo zinamletea yeye maneno mazuri anayoyasikia. Akasema, jameni, hapa kunazo sifa, na mahali palipo na sifa za Mungu, Mungu huachilia utukufu wake. Mungu huachilia uzima. Mungu huachilia uponyaji. Mungu huondoa hata vitu ambavyo vilikuwa vimekwama ndani ya moyo wa mtu anaposifu na kuliimbia jina la Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sifa ama ibada ya kusifu na kushukuru Mungu, anapendezwa sana na mioyo iliyo na shukrani. Amen. Ndani ya mioyo ya watu ama waaminio kuwe na chemichemi inayoleta ibada ya kusifu, ibada ya kumtukuza Bwana. Kuwe na moyo wa shukurani ndani yetu. Kwa sababu gani? Bwana anastahili ibada. Bwana anastahili heshima. Amen. Anastahili kutukuzwa. Na tunapomtukuza Bwana kwa nyimbo za sifa, kwa maneno ya kumshukuru, Bwana atajitukuza katika maisha yetu, kwa sababu anakaa kati ya sifa za watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kumshukuru Mungu ni vyema, kumtukuza Bwana kuna maana, na Mungu anafurahia na aone ndani ya mioyo yetu kumejaa hizo nyimbo za kumsifu Mungu, za kumtukuza Bwana. Basi Mungu hufurahia, na tunapomsifu Bwana tumesema ya kwamba roho ya kulalamika haitapata nafasi katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya moyo wa mwaminio kukijaa moyo wa kushukuru, hata kwa mambo madogo yale ambayo Bwana amemfanyia, roho ya kulalamika, ya kunungunika haitakaa ndani yako. Amen. Hiyo moyo wa kushukuru na kumfurahia Bwana, Bwana atashuka na atatenda mambo makubwa pamoja nawe, maana yeye ni mwaminifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na tuangalie tena andiko lingine katika kitabu cha Habakuk, mlango wa 3. Maneno haya
huwa yananitia moyo sana. Mlango wa 3 mstari wa 17 hadi wa 18. Tasoma hayo mafungu mawili. Ni mafungu mazuri, ninapoyasoma yananitia moyo sana. Yanafukuzia mbali vitu vingi ndani ya moyo wangu. Tusaidie kusoma pasta, kwa jina la Yesu. Maana mtini hautachanua maua, wala mizabibuni hamtakuwa na matunda. Taabu ya mzeituni itakuwa bure, na mashamba hayatatoa chakula. Zizini hamtakuwa na kundi, wala vibandani hamtakuwa na kundi la ng'ombe. Walakini nitamfurahia Bwana, nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwani mnakaa kuboeka aje? Hebu simameni kidogo. Ni vibaya sana kuwa sadi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati tunataka kuboeka mbele za Mungu. Lakini tunaona mtu huyu anasema nini jameni? Hata kama mtini haujazaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mizabibuni hakuna matunda. Katika kundi la ng'ombe ama la mifugo, yametaja ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwe katika hivyo vibanda vya kuweka hiyo mifugo hakuna kitu. Amen. Ati kazi ya mzabibu na mtini itakuwa ni kama bure. Kwa sababu gani? Amepalilia, ameweka samadi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akiangalia hivi haoni matunda, kumekauka. Amina. Lakini anasema hata hapo nitamshangilia Bwana. Haleluya. Nitamfurahia Bwana, mwamba wa wokovu wangu. Haleluya. Jamani, tuna nafasi ya kumshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unaweza kuwa na ushuhuda kama mwandishi huyu wa nabii Habakuk, ya kwamba mitini ni kwangu hakuna matunda, mizabibuni hakuna kitu, vibandani kondoo wamekatika mikia kwa sababu jua ni kali. Hata hapo nitamshangilia Bwana, nitamfurahia Bwana aliye mwamba wa wokovu wangu. Kumbe kuna kitu cha thamani zaidi ya mifugo na mitini, kwa maana mwamba wa wokovu yuko pamoja nawe. Haleluya. Una nafasi ya kumshangilia Bwana, kwa maana yeye ndiye mwamba wako, yeye ndiye nguvu zako, yeye ndiye amekuwa uzima wako. Una nafasi ya kumshangilia Bwana kwa mwamba ambaye aliye mwamba wa wokovu wako. Shangilia Bwana kwa makofi alafu kae. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jameni, huyu mtu ananitia moyo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama juzi nilikuwa nafikiria vitu kama hivi. Najua nililima kidogo, kapanda eka zangu 3. Moja nikapanda mahindi na vitu vingine, 2 nikapanda pojo. Na najua hizo wakati huu wa msimu wa mvua chache nitapata kitu. Basi mvua ikaenda. Mvua ikaenda. Nimepanda, zimemea, nimepalilia. Sinajua napalilia kwa pesa. Meka kambolea kidogo. Ukile kweli hatujali kuweka mbolea, mchanga wa kwetu ni mzuri. Lakini lazima uweke dawa ya kuua wadudu. Umepiga dawa, alafu umengojea. Alafu mvua ikaenda na ikaenda. Kaambia Mungu, sitalalamika kwa sababu nachukia roho ya kulalamika. Lakini tu angalawa kawingu tu, angalawa hata kama sitapata ya faida, nipate tu hiyo mbegu, nirudishie hiyo mbegu. Nikaongea hivyo. Sema Mungu, angalawa tu kunyeshe tu kawingu, nirudishie tu hiyo mbegu. Basi nikaambiwa usiku wa kuamkia jana kumenyesha. Kasema Mungu, hata unasikia, hata kama nimeongea tu hivi, lakini umenihurumia Mungu, nakushukuru. Hivi nina sababu ya kumshukuru Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo jameni, hatuna sababu, amen, inayokusababisha
Usimshukuru Mungu kwa sababu ati umekosa hii, umekosa hii. Unaweza ukamshukuru Mungu hata kama vitu vingine vyote unaona havipo. Amen. Lakini mradi uko hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na matumaini ya wokovu bado yako ndani yako. Una nafasi ya kumshukuru Bwana. Una nafasi ya kulihimidi jina la Bwana. Una nafasi ya kumshangilia Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Ndani ya kilindi cha moyo wako kujae sifa kwa sababu uko hai. Haleluya. Na ya pili, kwa sababu umeokoka. Umesamehewa dhambi. Amina. Una sababu ya kumshukuru Bwana zaidi kwa sababu ya wokovu ambao alikupea bure, ukasamehewa bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hauko katika orodha ya wale wanaoenda motoni. Hapana. Wewe katika orodha wale ambao wanaenda mahali pazuri ambapo Bwana ameenda kutuandalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome andiko lingine tena. Kumshukuru Mungu ni kuzuri. Nikamwambia Bwana, nitaendelea kukushukuru tu kwa sababu wewe ni nguvu zangu. Kumbe wewe ndiwe hutupatia kuwa hai. Hata kama vibandani hakuna kitu, hata kama vitu vimeharibika, lakini wewe bado wa Mungu upo na unasema na mawazo mazuri kwa ajili yetu. Basi mazuri utayafanya, maana wewe ni Mungu mwema. Asili ya Mungu wetu ni Mungu mwema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwasili ya Mungu wetu ni Mungu mwema. Yale mema ambayo ameahidi kwa ajili yetu atayaleta. Amen. Atakupatia kwa sababu wewe ni mtoto wake. Unaitanishwa na yeye. Tusome tena Zaburi ya 103. Psalms 103. Zaburi 103. Hapa kunayo maneno yananifurahisha sana kama mwandishi wa Zaburi hii. Zaburi hii ananitia moyo sana. Tuanze mstari wa kwanza alafu tusome hadi mstari wa 5. Mistari mingi kidogo lakini tutaisoma na Bwana atatubariki. Tusaidie kusoma pasta kuanzia mstari wa kwanza, Zaburi 103. Kuanzia kwanza hadi wa 5 na Bwana atatubariki. Nafsi yangu umuhimidi Bwana. Naam, vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Ndio. Akusamehe maovu yako yote. Ndio. Akuponya magonjwa yako yote. Akuomboa uhai wako na kaburi. Ndio, akutia taji ya fadhili na rehema. Aushibisha mema uzee wako. Ndio. Ujana wako ukarejezwa kama tai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa huyu mwandishi anajiambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama wewe utaingia hapo kwa huyu alikuwa anajiambia, nafsi yangu umuhimidi Bwana, na vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kana iambia hiyo nafsi yake ya kwamba wakati ambapo unamuhimidi Bwana usisahau na fadhili zake zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna fadhili za Bwana ambazo haustahili kuzisahau. Na huyu akawa anajiambia ya kwamba nisisahau, ewe nafsi yangu usisahau fadhili zake zote. Sasa tuangalie hizo fadhili ni gani ambazo alikuwa anahimiza moyo wake ama nafsi yake isije ikasahau hizi fadhili ambazo ametendewa na Mungu. Asizisahau. Hata kama vibandani hakuna ng'ombe na mashamba ya mizabibu haina matunda, tabu ya mitini inakuwa ni kitu bure, lakini hapa kuna fadhili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambayo anasema nafsi yangu usisahau fadhili za Bwana ambazo amekutendea. Hizi zote fadhili hizi usizisahau. Fadhili ya kwanza ni nini? Ni kusamehewa maovu, makosa. Najua hayo makosa
Kuna makosa ambayo huyu mwandishi huyu aliyaita yale maovu, kuonyesha ni makosa yale ambayo ni makosa mabaya sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anajua ya kwamba Bwana amemsamehea hayo yote. Kwa hiyo ni fadhili ya kwanza ambayo anasema nisisahau fadhili zako zote. Na fadhili hiyo ambayo ameitaja kwanza ni kwamba amekusamehe maovu yako yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona ya kwamba anaposamehe maovu ama makosa. Hebu tusome mstari wa 12 katika hilo fungu. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, Ndiyo. ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hayo makosa ama hayo maovu, haleluya, alipoyaondoa akayaweka mbali kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, kuonyesha hazioni tena, hazikumbuki tena hizo dhambi na hayo maovu. Bwana Yesu asifiwe. Hayafikirii tena, maana ameyaweka mbali na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokukomboa, alipokuokoa, ati alichukua hayo maovu akayatupa mbali kama vile mashariki ilivyo mbali na magharibi, hazikutani. Amen. Hivyo ndivyo alifanya dhambi zetu, alizitupa mbali nasi. Haleluya. Hazikumbuki tena. Kwa hivyo kama Mungu hakumbuki tena dhambi yako na uovu wako, wewe una shaka gani ya kutokumshukuru Bwana? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku nyingine baba yetu akatuambia hapa, hata kama ni yule wa kutunga mimba na kuzitupa, lakini ukisamehewa, umesamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Una nafasi ya kumshukuru Bwana. Kwa sababu gani? Amesamehe maovu yako. Na alipoyasamehe maovu yako, aliyatupa mbali na wewe. Sasa hizi Mungu akikuona, anakuona mtakatifu wa Bwana, anakuona mteule uliotakaswa, ambaye unaitwa mwana wa ufalme. Hauiti tena malaya, hata kama ulikuwa malaya kupindukia. Haleluya. Hauiti tena mwizi, unaitwa mteule, maana umesamehewa na dhambi yako imetupwa mbali. Hata kama uliua, Bwana akikusamehe, amekusamehe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bora ukisamehewa, ikitupwa mbali hiyo dhambi yako, usitafute tena ukairudia. Bwana asifiwe sana. Angalia jirani, mwambie usitafute ukairudia. Najua wengine wanaifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Pande hii ya waimbaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usitafute, maana imetupwa mbali na wewe. Mungu kama haioni, wewe pia usitafute. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea kumkaribia Bwana kwa moyo wa kushukuru. Ndani ya moyo wako kujae shukurani, kujae ibada ya kumsifu Bwana, kwa maana akisamehe maovu na makosa anayatupa mbali. Anakuona mteule, anakuona mwana wa Mungu, anakuona uliyesamehewa, anakuona mwana wa ufalme. Amen. Maana uliposamehewa uliingizwa katika ufalme wa Baba. Amen. Ulikuwa mbali, lakini uliletwa karibu. Makosa yakatupwa, ukaletwa karibu, ukafanywa kuwa mwana wa Mungu. Amen. Unastahili kuzieneza sifa za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie fadhili ya pili jameni. Hiyo ni fadhili moja tumeiona, ya kusamehewa maovu na makosa, na halafu yakatupwa mbali, yakawekwa mbali kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Sasa fadhili ya pili ni kukuponya na magonjwa yote. Amen. Kwa hivyo magonjwa yako yaliponywa na Bwana. Haleluya. Na Bwana akiyaponya, ameyaponya. Yale unayoyaona sema ni uongo wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana.
nilisamehewa, na nikisamehewa nikaponywa ugonjwa wangu ukawekwa mbali na mimi. Sasa mimi niko hai na niko mzima, maana Kristo alisema ya kwamba yeye anayekuwa ndani yake, basi yeye ana uzima tena wa kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo magonjwa yako ama magonjwa yetu yalichukuliwa na Yesu miaka 2000 iliyopita alipogongomewa msalabani. Alitupa magonjwa yetu, aliyabeba akayaweka mbali nasi. Hiyo ni fadhili ya pili ambayo haustahili kuisahau. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kusamehewa makosa na kuponywa magonjwa yote. Haleluya. Na fadhili nyingine tena jameni ni kuepushwa. Amen. Ni kuepushwa. Hapa anasema ameepushwa, ameondolewa mauti na kaburi haiko karibu na yeye. Si uko hai mpendwa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Uko wako hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama uko hai, Bwana amekuepusha na kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka siku nyingine na safari yetu tu ndefu hiyo, alafu dereva akapiga kona na tengeneza kona yake, anajua hii pale nitapenya hivi, nafanya hivi, kumbe mwingine hapo naye amesema yule ameweka hivi nami napinda hivi. Yani tulipishana karibu hivi, kigari kingine nacho kimefanya hivi na sisi tunapenya hivi tutokezee. Nikashika moyo, kasema asante Mungu, umeniepusha na kifo. Haleluya. Afu naambia dereva baadaye, uwe mwangalifu sana na hii yako ya overtake hii, uwe mwangalifu sana. Sasa hapo kama si Bwana ametutetea, saa hizi si watu wangesema mambo yetu, sema mama hiyo Mungu alituepushia zamani. Yani haogopi huyo ndugu, lakini ikajua ni Mungu amefanya nini, ameniepushia. Haleluya. Kwa hivyo unapoepushwa na vitu kama hivyo, una nafasi ya kumshukuru Bwana. Amen. Si kwamba ulikuwa mwangalifu sana ndiposa uko sawa, hapana. Ni Bwana amekutetea. Na ikiwa Bwana amenitetea na wewe Bwana amekutetea, una nafasi ya kumtukuza Bwana, ya kumshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikiwa na nafasi ya kumshukuru Bwana, maana amekuondolea ama amekuepusha na hiyo mauti, uhai wako uko sawa, hata hauko hospitalini umeketi hapo, ingawaje unaona jamani hii na hii haijatendeka, lakini bado uko hai. Ikiwa uko hai, Bwana ataendelea kushughulikia yale mengine, lakini unastahili kumshukuru Bwana kwa uhai ulionao. Fadhili nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ni kushibishwa mema katika uzee wako. Na katika uzee kama unashibishwa mema, na ujana wako Bwana aufanye upya. Amen. Sasa kama ujana unafanywa upya ama uzee wako unatengenezewa mambo mema, unastahili kumwambia Bwana pia fanye upya katika maisha yako ya wokovu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unastahili kumwambia Bwana afanye nini? Pia afanye upya wokovu wako. Usio ule wokovu ambao umechakaa. Amen. Kama nje Bwana anafanya upya katika nguvu zako, katika maisha yako ya kawaida, maisha yako ya wokovu, unastahili umwambie Bwana akusaidie yafanywe upya kila siku, siku kwa siku. Amen. Na mambo yako ambapo Bwana anakusaidia, ikiwa maisha yako ya kawaida Bwana anakutia nguvu, na maisha yako ya wokovu Bwana ayafanye upya siku kwa siku. Hiyo ni fadhili ambayo Bwana anakupatia, ya kwamba anakuongeza nguvu katika uzee wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama nami uzee wangu Bwana amenipa nguvu, hata wewe ujana wako ukitiwa nguvu kama tai, maisha yako ya wokovu yafanywe upya siku kwa siku. Haleluya. Bwana atafurahia wakati ambapo unaendelea kumsongelea Bwana afanye upya wokovu wako.
katika utumishi wako Bwana aufanye upya kila siku, katika kumpenda Bwana, Bwana afanye upya kila siku. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Basi utaendelea kumtumikia Bwana kwa furaha iwapo nguvu zako zimefanywa upya, za nje na za ndani zikifanywa upya, utapata nafasi ya kumtumikia Bwana kwa furaha. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Basi unapomtumikia Bwana kwa furaha na unapomwambia Bwana aendelee kufanya upya nguvu zako za kiroho, utaendelea kuonyesha wema wa Bwana katika maisha ya watu walioko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa Bwana anakuonyesha wema, na wewe huo wema uonyeshe kwa watu walioko. Amen. Tuwaonyeshe ama tufanye huo wema wa Bwana kudhihirika katika maisha ya watu tunaowaona. Si tunaenda makrismasi jameni? Bwana Yesu asifiwe. Basi huo upendo wa Kristo kauonyeshe kwa hao watu. Amen. Bwana asifiwe. Kauonyeshe upendo huo wema unaonyeshwa na Bwana, kauonyeshe kwa wengine. Amen. Na Bwana atatukuzwa kwa sababu ya yale mema ambayo amekutendea na unayaonyesha kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi tunapomhimidi Bwana jameni, katika maisha yetu tunakumbuka pia Bwana ametutetea. Tusome Zaburi ya 124 na hapo tunamaliza. Bwana atatubariki. Tunasoma mstari wa 6 na wa 7. Na haimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Amen. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma kuanzia mstari wa 6 hadi wa 8. Mstari wa 7. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunamhimidi Bwana kwa sababu gani? Ametuokoa, ametutetea, ametuepusha, ametuondolea mitego ambayo shetani alikuwa ameitega, lakini kwa maana Bwana amekuwa pamoja nawe, mtego Bwana akautegua na wewe ukawa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo una nafasi ya kumhimidi Bwana kwa maana nafsi yako Bwana ameiokoa. Na unapookolewa na Bwana amekuokoa, iwe uwe na nafasi ya kumshukuru Mungu na kulihimidi jina lake takatifu. Moyo wako ujawe na shukurani. Na unapojawa na shukurani ndani ya moyo wako, utapenda kumtumikia Bwana kwa furaha katika maisha yako, maana ni Bwana amekuhurumia. Ni kwa huruma za Bwana uko hai. Amen. Kama ungeanza hapo juu ungeona ya kwamba anasema kama si Bwana aliyeko upande wetu. Maadui walipotushambulia, na mwingine alikuwa ametega mitego kwa ajili yetu, lakini Bwana akaitegua. Wangetutafuna kwa meno yao, lakini Bwana akatutetea. Kwa hivyo tuna nafasi wapendwa ya kumshukuru Bwana aliyetutetea, aliyetupigania, aliyetuepushia mitego ya mahadui walioiweka ili wakumalize, lakini Bwana akakusaidia. Una nafasi ya kumshukuru Bwana. Naomba tusimame, mioyo yetu ikajawe na shukrani. Na tunasema tunapokuwa na shukrani kwa Bwana, tunapokuwa na shukrani kwa Mungu wetu, roho za kulalamika hazitapata nafasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anapendezwa sana na moyo wa shukrani.
sana na moyo wa shukrani. Unapomshukuru Bwana kwa maneno ya kinywa chako na shukrani hiyo, ama moyo huo wa kushukuru ukiwa nao, Bwana ataendelea kushughulikia maisha yako. Lakini moyo wako usinungunike, usilalamike. Nyosha mikono, mshukuru Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie Bwana, nakushukuru kwa maana ni wewe Bwana umekuwa nami, umenitunza, umenipigania. Nakushukuru kwa neema hiyo, nakushukuru kwa kuhifadhi maisha yangu. Bwana, jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe Yesu, kwa maana umekuwa mwamba wangu, umekuwa wokovu wangu, umekuwa tumaini langu Bwana. Jina lako lihimidiwe milele hata milele. Asante kwa sababu umetupenda, asante kwa maana umetupigania, asante maana hatari nyingi. Asante Bwana kwa kipawa cha wokovu ambacho Bwana umetukirimia kupitia damu yako Yesu. Tumesamehewa makosa yetu, tumefanywa kuwa wana wa ufalme wako, tumeitwa wateule pamoja nawe. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe. Tunakusifu na kukusujudia Yesu, kwa sababu umekuwa mwamba wetu, umekuwa tumaini letu Bwana. Pokea heshima na utukufu, kwa maana umetushughulikia, umeshughulikia maisha yetu Bwana, umetutetea na kutupigania. Tumekuona ukiwa mtetezi wetu, tumekuona ukituepusha na hatari nyingi. Umetuweka hai kwa uweza wako, kwa mkono wako. Tumekuona Bwana ukitusaidia kwa kutuepusha na magonjwa, kwa kutuponya na kutuweka salama. Jina lako litukuzwe kwa wokovu ambao Bwana umehudumisha ndani yetu. Tunakushukuru Bwana kwa msamaha wa dhambi. Tunakushukuru Bwana kwa kutufanya kuitwa wateule wako. Tunakushukuru Bwana kwa kututia nguvu siku baada ya siku. Tunakushukuru kwa wema wako, tunakushukuru kwa upendo wako, tunakushukuru kwa fadhili zako ambazo umetupatia Bwana. Fadhili ya msamaha umetupatia Bwana, ukatusamehe makosa yetu, ukayatupa makosa yetu mbali nasi. Unapotuona hauyaoni makosa, unaona damu ya Kalvari iliyomwagika kwa ajili yetu. Unapotuona unatuona wateule waliotakaswa na wewe, ambao Bwana unasema unatamani kurithi pamoja nasi, tukae mahali ulipo, kwa sababu umetusafisha, umetutakasa Bwana, umetufanya kuitwa watoto wako, umetufanya kuitwa wateule ambao Bwana tunafanana na wewe. Sisi tuliokuwa mbali, lakini kwa neema yako umetuvuta, kwa fadhili zako, kwa neema yako umetutakasa, kwa damu yako, kwa neema yako Bwana umetufanya kuitwa watoto wako. Tunakushukuru, tunakubariki Bwana, tunakutukuza Mfalme. Bwana, tuna sababu ya kusema utukuzwe kwa uzima. Tunasema asante kwa ajili ya kututetea, tunasema asante hata kama kuna vitu vingine ambavyo vinaonekana ya kwamba havijakwenda vizuri, lakini kwa maana wewe Mungu uko pamoja nasi. Bwana, tunapokushukuru utaendelea kutenda nasi, utatenda makubwa, kwa maana wewe ni Mungu. Utatusaidia kwa maana wewe ni Mungu wetu, utatutetea kwa maana wewe ni Mungu wetu, utatuvusha kwa salama, maana uko nasi. Umeahidi ya kwamba hautatuacha wala kutupungukia, uko pamoja nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Asante Bwana Yesu kwa kupenda kudumu katikati yetu. Asante Bwana Yesu kwa kutamani kuishi pamoja nasi, ili ukayajue masikitiko yetu, ukayajue maumivu yetu, na ukayabeba mabegani mwako, kwa sababu unatupenda. Ukabeba dhambi zetu, kwa maana umetupenda, ukaondoa magonjwa yetu, maana unatupenda. Asante kwa upendo huo ambao ni wa kudumu, ni upendo na udumu Bwana. Asante,
tunakushukuru asubuhi ya leo, tunalihimidi jina lako Yesu. Tunasema ubarikiwe, tunasema utukuzwe, uliye mwamba wetu, uliye mwamba wa wokovu wetu, uliye tumaini letu. Tunakusifu na kukusujudia kwa wema wako maishani mwetu, kwa kipawa cha wokovu, kwa msamaha wa dhambi ya kutufanya kuitwa sisi wateule tuliokuwa mbali. Bwana, umetuleta karibu kwa neema yako na damu yako imetuosha. Tunakushukuru Bwana.